Mara baada ya klabu ya Pyramids kutoka kule nchini Misri kutangazwa kuwa mabingwa wapya wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, bwana, tumeona kongole nyingi sana kutoka kwa baadhi ya vilabu pale nchini Misri kuelekea kwa Pyramids kwa kile ambacho walikifanya mara baada ya kuiondosha klabu ya Mamelodi Sundowns. Fahamu mchezo wa kwanza ulimalizika sare ya goli 1-1, lakini mchezo wa pili tuliona klabu ya Pyramids ikiibuka na ushindi wa magoli 2-1. Kwa hiyo aggregate ni 3-2 na kutawazwa mabingwa wapya wa kombe hilo. Na tunafahamu kwamba wameweka rekodi mpya kabisa toka kuanzishwa kwa klabu hiyo. Ni kombe lao la kwanza la klabu bingwa barani Afrika. Tunafahamu klabu ya Pyramids imeanzishwa mwaka 2008. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo uwekezaji mkubwa uliofanywa na wamiliki wa klabu ya Pyramids ambavyo umeweza kuzaa matunda na kuweza kuchukua kombe hilo kubwa kabisa barani Afrika. Sasa ukiachana na kongole ambazo klabu ya Pyramids wamekuwa wakizipokea, bwana, moja ya kongole ambayo imekuwa ikitolewa ni kwa mshambuliaji wa klabu hiyo Fiston Kalala Mayele, raia kutoka Kongo. Moja kati ya wachezaji ambao unaweza ukasema upepo umekubali, kwa sababu wakati anatoka ndani ya klabu ya Yanga alikuwa top scorer wa kombe la shirikisho barani Afrika. Nikukumbushe tu 22-23 Yanga wakicheza na USM Alger pale kutoka pale Algeria. Fiston Kalala Mayele alibuka kuwa top scorer licha ya kuwa Yanga hakuweza kuchukua ubingwa. Sasa klabu yake ya Pyramids imechukua ubingwa wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini kwa mara nyingine tena anakuwa mfungaji bora wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Unaweza kuona hiyo. Kwa hiyo unaweza kuona moto wa Mayele toka ilipokuwa ndani ya klabu ya Yanga na toka ilipotoka ndani ya klabu ya Yanga na kujiunga ndani ya klabu ya Pyramids, bana, moto wa Mayele umekuwa hauzimiki. Yaani ni mtu ambaye anaendelea pale ambapo alipoishia. Sasa tumeona kongole mbalimbali kutoka kwa baadhi ya wachezaji ambao wametoa pongezi kwa Fiston Kalala Mayele. Na ukipita kwenye ukurasa wa Fiston Kalala Mayele ameweka picha mbalimbali zikiwemo picha za kusherekea ubingwa akiwa amebebelea kombe, lakini akiwa ana furaha kutokana na kile ambacho kimetokea ama kile ambacho amekifanya kwenye timu yake ya Pyramids, kwa sababu kwenye mchezo wa magoli 2-1 ambao waliibuka dhidi ya Mamelodi, Fiston Kalala Mayele ndiye alikuwa mfungaji wa goli la kwanza. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo ameisaidia klabu yake ya Pyramids kuweza kubeba taji la klabu bingwa barani Afrika. Sasa kupitia kwenye baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa Fiston Kalala Mayele, tumeona baadhi ya wachezaji ambao wamecheza na Fiston, wengine ambao amecheza nao kwenye ardhi ya Tanzania wakitoa pongezi, na moja kati ya watu ambao ametoa pongezi ni pamoja na Kibwana Shomari, beki wa kushoto wa klabu ya Yanga. Bana, kupitia kwenye ukurasa wa Fiston Kalala Mayele, yeye amecomment na kuandika king, afa kaeka ishara ya moto, kwa maana ya Fiston Kalala Mayele ameendelea kuwa moto zaidi. Ndicho ambacho alikicomment Kibwana Shomari. Lakini Medi Kagere, yeye ni mmoja kati ya wachezaji ambao wamecheza na Fiston Kalala Mayele kwenye ligi moja. Yeye kupitia kwenye ukurasa huo wa Fiston Kalala Mayele amempongeza Fiston Kalala Mayele akiandika congratulations bro. Ndicho ambacho amekiandika Medi Kagere kupitia kwenye ukurasa wa Fiston Kalala Mayele. Lakini mwingine ni Arwatan Brazil. Huyu ni mtangazaji wa Yanga TV kwenye klabu ya Yanga, ambaye pia ni rafiki mkubwa sana wa Fiston Kalala Mayele wakati Fiston Kalala Mayele akiwa anakipiga ndani ya klabu ya Yanga. Yeye kupitia kwenye ukurasa wake mwenyewe amemposti picha akiwa na Fiston Kalala Mayele wakati huo akiwa ndani ya klabu ya Yanga, alafu akaandika Fiston Mayele, akaweka mikono ya kumnyoshea kama ana appreciate kila ambacho amekifanya, akaandika hongera sana kaka Mayele, Afrika imetetema. Halafu Fiston Kalala Mayele kupitia ukurasa huo wa Arwatan Brazil aka-comment ama aka-reply akaandika asante bro. Ndicho ambacho alikiandika Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo wengi wao wamefurahishwa kwanza
na performance ya Fiston Kalala Mayele, lakini namna ambavyo amekuwa na muendelezo mzuri ndani ya klabu ya Pyramids, wakiwemo Yanga ambao ndio pengine unaweza kusema walianzisha moto wa Fiston Kalala Mayele mpaka hapo alipo, kwa sababu wakati Yanga wanamsajili Fiston Kalala Mayele kutoka ndani ya klabu ya AC Vita, ni mmoja kati ya wachezaji ambao hawakuzungumzwa sana wakati anatoka kwenye ardhi ya Tanzania, lakini alianza kuimbwa pale ambapo alifunga goli lake la kwanza kwenye dabi ya Simba na Yanga kwenye kombe la ngao ya jamii. Moto wa Mayele ulianzia pale, na mwisho wa siku tuliona moja kati ya wachezaji ambao walikuwa naogopeka sana na amewatesa sana mabeki wa ligi ya Tanzania ni Fiston Kalala Mayele. Na baada ya hapo Pyramids wakaweka donge nono ambalo lilimshawishi Fiston Kalala Mayele, na yeye mwenyewe alizungumza kwamba yeye anachokihitaji ni fedha, na kutokana na ofa nono ambayo Pyramids waliweka kwa klabu ya Yanga, aliamua kujiunga na klabu hiyo, na leo tunaona kile ambacho amekifanya ndani ya klabu ya Pyramids kwa kuiwezesha kutoa kombe la klabu bingwa barani Afrika, lakini si tu kombe la klabu bingwa barani Afrika, pamoja na kuchukua kiatu cha dhahabu akiwa mfungaji bora akitoka na ama akifunga magoli 6. Sasa kupitia pia kwenye ukurasa wa klabu ya Pyramids umeona wameposti picha ya Fiston Kalala Mayele kama ametengenezewa sanamu hivi, sanamu kama anavyoweza kuliona. Fiston Kalala Mayele anaonekana, halafu wakaandika top scorer Mayele goli 6. Ndicho ambacho amekiandika Pyramids kwa kuappreciate kila ambacho Fiston Kalala Mayele amekifanya ndani ya klabu hiyo. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo limeendelea kuzungumzwa mitandaoni juu ya performance ya Fiston Kalala Mayele, lakini ni moja kati ya jambo ambalo limewafurahisha Watanzania kwa sababu amecheza kwenye ardhi ya Tanzania, na Watanzania pia wanajivunia kuona mchezaji ambaye amecheza kwenye ligi ya Tanzania anaendelea kuwa moto kwenye ligi ya nchini Misri, lakini tu sio Misri, lakini kuwa moto kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika baada ya kuwezesha timu yake kuweza kutinga hatua ya fainali na hatimaye kulichukua taji la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo iko hivyo kuhusiana na Fiston Kalala Mayele mara baada ya kuiwezesha Pyramids kuweza kulitoa taji hilo, akipokea pongezi mbalimbali kutoka kwa wachezaji. Ni hawa wachezaji tu ambao kujuza kwamba wametoa pongezi, lakini ni wachezaji wengi ambao wametoa pongezi kwa Fiston Kalala Mayele kwa kile ambacho amekifanya mara baada ya kuisaidia timu yake kuweza kulichukua kombe hilo la klabu bingwa barani Afrika, lakini akiwa top scorer wa kombe la klabu bingwa barani Afrika akifunga magoli 6. Moja kati ya jambo ambalo kwake mwenyewe Fiston Kalala Mayele, unaona namna ambavyo alikuwa na celebrate kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, picha mbalimbali ambazo ameposti. Unaona kabisa ni moja kati ya wachezaji ambao wamefurahishwa na kitendo ambacho amekifanya, lakini pia anafurahishwa kuwa sehemu ya klabu ya Pyramids ambayo imeweka rekodi mpya kuwa timu ya kwanza pengine kulichukua taji toka kuanzishwa kwao 2008, wakilichukua taji kubwa la klabu bingwa barani Afrika, ambapo tunaona vigogo wengi wameshindwa. Al Ahly wameshindwa, na Wydad pia wameshindwa, na vilabu vingi vikubwa vimeshindwa, lakini kwa klabu ya Pyramids ambayo walikuwa wapewi nafasi kubwa ya kuweza kulichukua taji, wameweza kulichukua. Lakini si tu, usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.